Okay, tuendelee pale tulipoishia kwamba mlikuwa mmepewa pombe, is okay, na mkawa mmekunywa, mmelewa, mmelala mpaka ikafika asubuhi, si ndio? Mmejisahau, mjaamka. So tunaweza tukaendelea. Nini kikaendelea baada ya hapo? Madamu akaja pale akatumwagia maji, mmesahau wajibu wenu, mmefanya hapa, mjaja kulala hapa, mmekuja kufanya kazi. Ndani kuchafu, mjafanya usafi, tukaanza kila mtu itabidi ashike kazi yake. Huyu katoa vile vikokolo pale vile vinywaji, huyu kafanya deki, msafisha. Tukatoka hapo, mwingine kaenda kupika, tumekula. Madamu akatuambia leo nataka niwatoe mkaone mji. Sasa tukawa tunafurahi, maana tangia tufika tuje kutoka nje, ni watu wa ndani, basi tunafurahi tukaone mji, naenda kwa kwenye magorofa sijui nini, mtaenjoy hivi na hivi. Kaambia haya, tukatoka usiku, tukaanza mchana ule akatupeleka saluni, akatupendezesha. Yani saluni, yani hata dakika mtu hivi baki hivi akikaa hivi akikuongelesha anakuambia usongee na yani pale pale nyumbani na limit. Tunapoenda sitaki uongee na mtu yoyote, akikusalimia itikia basi, sitaki tu mjengee urafiki eti hivi na hivi. Unadhani labda ni kwa nini alikuwa anawanyima uhuru labda hata ya kuzungumza na watu, kuongea na watu wengine? Sababu ilikuwa ni nini? Anafanya hivyo kwa sababu gani? Labda yeye alijua labda sisi tutakuja tutatoa siri yake tunapopitia ndani mule mateso na anavitufanyia, labda anajua tukimwambia mtu mwingine itakuwa matatizo kwake. Okay, sawa, tunaendelea. Mkatolewa out, mlikuwa mnaenda wapi? Tunaenda saluni, tumaliza tukarudi nyumbani, tukavaa, tukaoga kwenye mida kama ya 2:00. Akaambia leo nataka niondoe na toe out. Kweli tukakubali. Hatujai kwenda usiku, tukaenda Kinondoni, kuna bani, chini bar, juu ni club. Tukaenda huko Kinondoni. Tulipofika akaanza kutunulia tena pombe. Kuna mmoja hapo akakataa, akasema mimi sitaki, inanitesa. Akaambia wewe unataka nikubague papa? Akamchukua akampeleka chooni. Wote watatu tulinyanyuka, akatuambia twendeni chooni. Choo cha wanawake. Alimfinya akamwambia naomba usinitie aibu, nitakuja kukuua huko chooni. Unataka kukaa, unataka kufa? Yule mzangu akaogopa. Itabidi sasa tumwambie mzangu kubaliana tuna yote anaosema madam. Tukarudi pale tulipotoka, tukakaa kwenye viti. Akatuagizia pombe tukaanza kunywa. Kuna watu wakaja na wawili, yani ni mababa wawili. Akaongea na madam, sasa sijajua anaongea na nini. Nikaitwa mimi. Aisha njoo. Kweli pale pale nikahamia kwenye meza nyingine, akamwambia muona huyu mimi rafiki yangu, nimesoma naye, najua naye vizuri. Kaa hapo utakopo naye usiku wa leo. Kweli mimi nikakaa pale nasikiza mli yake. Yaani atuache yani tukae mitambini ya yeye. Yaani anapoenda na yeye unatakiwa umfuate, tupo naye hapo hapo. Anataka hata uongee na mtu yoyote. Kwa muda huo unasema anakuambia kwamba huyu nimesoma naye, nenda ukapumzike naye, labda mlikuwa wapi? Baa? Okay, kwa maisha yenu walikuwa ni baa nyumbani mnapokaa. Baa nyumbani. Okay, ikawaje? Kweli tukakaa pale na ule mbaba. Sasa sijajua kilichoendelea, alijiwa hela nini. Baba akafika muda wake akaelewa, akamwambia mimi nataka niondoke. Namsikia madam anaongea, haina shida, utanipigia simu. Anamuita boss yule mkaka. Haina shida boss, kunipigia simu kinachoendelea mimi nitafanya. Haya. Kapanda tukashindikizwa na kwenye gari na yeye akagewa lift. Kapanda na wenzangu wao wakashushwa pale barabarani. Mimi nikaendelea na baba na safari. Kafika kwenye nyumba yule baba, ina geti na mlinzi. Tukaingia ndani. Tukaingia ndani na ule mbaba, tukafika ndani. Akaniambia tu kaoge, kweli nikaoga, nikamaliza nikalala kitandani. Akaniambiaje? Sasa mimi nikajua ni labda ni tunafanya labda mimi na yeye. Akaniambiaje, mimi siwezi kufanya mapenzi na wewe, ila kuna mtu wangu tutafanya naye mapenzi. Mimi nikajua ni binadamu wa kawaida. Akasema huyu mtu wako mbona hapa yupo? Upo wewe. Yaani huyu rafiki yake ndo alikukabidhi wewe ukaondoka naye. Ndo mkaondoka kwamba ndo mnakwenda kushiriki tendo la ndoa. Si ndio? Au tuseme ngono. Baada ya kufika kule akakwambia kuna rafiki yake ambaye
anataka sasa wewe ndio ushiriki naye, si ndio? Tunaweza tukaendelea. Huyo rafiki labda alikuwa ni nani na ikawaje na ikawa vipi? Anzia hapo ulipoishia kwamba akakwambia na rafiki yangu nataka ushiriki naye. Akaniambia na rafiki yangu nataka ushiriki naye tendo la ndoa, la mapenzi. Kaambia rafiki yake sana, nikiangalia rafiki yenyewe simuoni, namuona eti kwa wili ndani. Kaambia mbona simuoni rafiki yako? Akaniambia je, usijali, weka hapo, jitayarishe, ngoja naenda kumleta. Mimi nikajua kama fikira zangu ni binadamu wa kawaida. Sasa nakuja nashangaa naona anamleta mbwa, amshikilia na mnyororo. Yaani labda Aida rafiki yake anakuja labda na mbwa ndio ujio wake. Ananiambia rafiki yangu ndio huyu. Sasa mimi nikaanza kulia, naogopa, naambia mimi siwezi, sijaelewa kwa mapenzi na nani na mbwa, sijawahi. Nalia, unajua ile nalia kwa sauti, yaani hata kama ni mlinzi alikuwa anasikia, ila kama ni lao moja nahisi nalia kwa nguvu. Akaniambia ni unafanya mapenzi na mbwa au nikuue? Ndo mara yangu ya kwanza kuona bastola. Alitolea bastola, kaniambia unakubali kufanya mapenzi na huyu rafiki yangu au nikuue? Sasa mimi kanalia, naogopa, sio kwa bastola ya kichwa, haina jinsi, inabidi nifanye mapenzi na mbwa. Kamaliza pale, akaniambia vaa nguo zako twende kurudishe kwenu. Ajani hajasubiri kukucha, usiku ule ule akanichukua akanibadilisha kwenye gari. Yaani kama tunatoka pale, mlinzi anafungua geti, akamwita mlinzi, alimpa kama hela. Mlinzi aligawa hela, mlinzi kafungua geti, katoka hapo tukaondoka. Tunafika nyumbani pale, akampigia simu dada, njoo mchukue mdogo wako, mimi shida yangu ishaisha. Dada akasema anakuja hapo sasa hivi, maana sio mbali na hapo polishusha gari yake ipo pale. Mara dada yangu anakuja, akaanza kunipiga vitisho kabla dada hajafika. Kaniambia ole wako umwambie hata dada yako, yaani nitachokufanya Mungu mwenyewe anajua, nitakuua. Kwanza dada yako wenyewe mimi sijuani naye, yaani tumekutana tu pale pale. Kwa dada yako alikuwa anakudanganya kwamba huyu mimi nimekutana naye, nenda naye, lakini alikuwa anakungupia yeye anachojali ni nini? Ni hela. Ndio. Bila kujali nyinyi mnaharibikiwa. Hajajali kweli. Kanitisha vitisho, ananifanyia vitisho pale pale kwenye gari. Sasa mimi katemeka na ufia. Kwa nini kuja kusema hapa takwaje, nitakuja kuuliwa, itabidi niwe la kwangu rohoni. Dada akaja pale, tukashuka, kaongea na dada, akampa tena hela dada. Dada akaja kanichukua, dada akaniambia toka mdogo wangu umemlisha sana, mpa mambo mazuri, mbona kaniongeza hela nyingine? Mimi nakupenda wewe hapo unachangamkia. Hajajua kama mimi nimepitia mateso gani. Yeye anaangalia hela. Sio wale wenzako wajinga wale. Yaani wewe bora wewe mchangamfu kazi. Basi kashaongezwa hela. Mimi na yangu moyoni tumekaa. Hata ndugu zangu siwaambia la nini marafiki zangu. Sasa kwa nini usingemwambia? Ukufikiria kumwambia? Mwambia umefanywa ukatili huo mpaka mtu amekuletea mbwa ukashiriki mapenzi na mbwa, tofauti na makubaliano yake yeye na huyo mwanaume. Mimi hapa sijafikiria kumwambia kwa sababu nilitishiwa kuuliwa na ule mvulana. Bastola kabisa alikushikia. Ndio maana nikaa naogopa kumwambia. Akasema hapa nikimwambia udada naye labda itakuwa ataenda kumwambia nini, itakuwa mengine, nikaogopa. Kalangu rohoni, siri yangu. Basi karudi nyumbani, tukalala. Asubuhi kaendelea na maisha mengine, ndio kwa tabia yake ni hiyo. Tukaapa. Sijaambia hata marafiki zangu, tumekaa ndani tunacheka. Basi siku nyingine akachukua yule rafiki yangu, alikuja yule mbaba, yani anakuja pale pale naongea naye, yule ambaye alikufanyisha mapenzi na mbwa, sio? Akamchukua rafiki yako. Akamchukua rafiki yangu, yule dada akagawa hela, kama leo unamtaka huyu, simtaki hivi na hivi. Dada akasema haina shida. Rafiki yangu kaenda kaandaliwa, kaoga. Kwa hiyo unamrudisha saa ngapi au ndo unamrudisha baadaye? Akaambia huyu nitalala naye mpaka asubuhi. Akagawa hela. Akagewa hela. Kwani ulipolala naye ulilala naye mpaka asubuhi?
Ila yule alimwambia atalala naye mpaka asubuhi. Okay. Mimi nirudisha usiku ule. Yeye akaenda rafiki yangu akaondoka naye. Alipoondoka naye mimi nikanajua nikanaogopa hata kumwambia yule. Na yeye mwenyewe yule mvulana kana nikazia mimi macho. Yaani kama ile fulani ananiambia wewe wako usemi. Ikabidi mimi niingie ndani, kakaa nikanalia ndani. Rafiki yangu akaja akachukuliwa akaondoka. Rafiki yangu naye alienda kufanya vitendo iko hivyo. Ila yeye ndo akishindwa kuvumilia. Akamwambia madam hivi na hivi yule mbaba anakuchukua na kwa anaenda kulala naye, kumbe lala naye wewe, anakupa mbwa wake ufanye naye mapenzi. Na mimi nipo akaniita, mbona mwenzako hajafanywa hivyo? Kabidi niitwe mimi nitoe ushahidi. Eti ni kweli naye ulifanywa hivyo? Mimi sasa nikaanza kulia. Na wewe ukathibitisha kwamba ni kweli? Mimi nikaanza kulia. Kwenye hofu ya kuongea madamu akanipiga kibao. Mimi nimekuuliza unalia kwa hapo naelewa nini? Nikamwambia kweli madam ndo tabia yake ya kufanya hivyo. Nikajua labda madam atakuwa upande wetu. Akaanza kuongea unajua maneno makali. Sasa unaogopa kufanya mapenzi na mbwa? Hapa mjini nitafuta hela. Kwani mbwa sio binadamu? Sijui na unajua maneno yale. Kajua labda ataongea maneno ya faraja sijui bwana. Yaani anasema mbwa naye ni binadamu, okay? Kwa hiyo nyinyi kwa nini mnaogopa kufanya mapenzi na mbwa? Mbona ni kitu kidogo? Anachukulia easy, si ndio? Mbona nyinyi mnaogopa kwani mbwa naye sio binadamu? Kwa hiyo unaogopa nini? Haya umekufa sijui nini? Najua yeye anatoa maneno makali. Tena isiri iwe yetu mimi baina mimi na nyinyi na huyo mpaka. Wewe mwambie mtu yoyote. Basi tukakaa tunalia tu. Kasema tena nyamazeni. Leo kuna sehemu nataka niwachukue tuondoke. Sasa mimi tukaondoka hiyo sehemu tukaenda club, night club. Night club wapi? Ilikuwa Sinza. Okay. Tumeenda. Yaani ile siku ile tuseme madamu alijipei kidogo tu. Mimi kweli nikapata mbaba, yani kama mimi peke yangu nani pale ndio najielewa na akili. Nikapata mbaba, yani ni mvulana ni kwenye ubaba. Akaniambia mimi natokea kukupenda, madamu hapo aenda chuoni. Sasa naogopa. Nipenda naogopa. Madamu hapa akinikuta ngambia msubiri kwanza dada yangu aje kaenda chuoni. Kwa hiyo dada anakuja. Namwambia dada yule mbaba hivi na hivi katokea kunipenda. Madamu kanipa. Sasa unaogopa nini? Si ongea na kaambia naogopa kwenda labda utanipiga utanisema nini nimeenda bila idhini yako. Twende ukamute mbaba. Kwa hiyo tukaenda kwenye meza yule mbaba na wenzao. Akaanza kuongea na yule mbaba. Huyu mdogo wangu ana shida hivi na hivi. Ongeza sauti kidogo. Huyu mdogo wangu ana shida hivi na hivi. Wewe tu hapo hela yako na ndege yake unanipa mimi. Unaenda kulala naye utakuja asubuhi utamrudisha. Sawa, yule mbaba kweli hajakataa akampa hela madam. Kwenda kule na yule mbaba guest. Itabidi sasa mimi kama Mungu ataniambia mfungukie yani huyo mtu. Mwambie. Sio kila mtu ndo wao. Kweli, itabidi nikae na yule mbaba kweli tumelala mpaka asubuhi. Asubuhi mbaba ananigia hela tena 40,000. Ananiambia shika hela. Nimetokea kukupenda. Sasa mimi kanaiogopa hela kuchukua. Sasa hapa niseme nichukue hela nikaenda na nyumbani madamu ataniuliza hela upata hapa tatizo. Alikuwa hataki mkae na hela kabisa. Nataka mbaki hivyo hivyo. Kwa hela ambayo yeye alikuwa anapewa, alikuwa kuna mgao kidogo anawapa na nyie. Au labda anaichukua yote. Nyie mnabaki hamna kitu. Anachukua hela yote, yani sisi pale anatuvalisha nguo, chakula, labda na sehemu yake ya kulala. Mshahara wenu nguo, chakula. Kile hela yote nachukua yeye. Kweli yule mbaba kanigia 40,000 nikaikataa. Kwa hiyo unaikataa. Mtu mzima anaambia, "Afu mbona kama una kitu unataka kuongea afu unashindwa?" Itabidi sasa mimi naanze kulia. Mbaba ananiambia usilie wewe niambie tu niachie nitakusaidia. Tuko hotelini itabidi nimwanzie mbali baba nikaanza kumhadisia. Mimi yule sio dada yetu tumetoka kijijini.